kuna jambo nataka nilifanye, kwa sababu huu mradi wa CEO nao wako vizuri. Kile unapokwenda hawa wanamaliza on time, na hawa watatukabidhi kabla ya wakati walioahidi. Kuna hawa ZTT nina plan ya kwenda kuweka ndani wote wa China, kama kuna Waswahili wenzetu, kuna Wahindi, wote nenda kuweka ndani kwa sababu hawamalizi kwa muda. Na pia nina plan ya kwenda kuongea na balozi wa China ili kuhakikisha na yeye anashirikiana na serikali yao kuhakikisha hichi kilichobakia wanakimaliza on time, kwa sababu ZTT nimehakikisha mimi mwenyewe kwamba hawezi kumaliza kwa wakati. Mambo mengi yanaendelea na mimi sikubali kuja kufeli kwenye wizara hii. Zanzibar by 2030 mkiondoka, Zanzibar itakuwa na umeme wake wenyewe unaojitegemea. Lakini pia nitoe taarifa kwamba tunaenda kwenye umeme wa gesi ambao utafanyika Mangapwani. Kuna umeme mwingine tutafanya Fumba, lakini kila maeneo tutakayofanya tutaweka na chanzo chake kama kile cha kupoza umeme, na kutakuwa Zanzibar nzima, Unguja na Pemba tuna umeme ambao mtauacha zaidi ya megawati 500. Hivyo Zanzibar tutakuwa tuna uwezo wa kuuza umeme katika East Africa, lakini kuwa na reserve kubwa umeme kwa mtu yote ambaye atakuja kwa ajili ya uwekezaji na masuala yote ya kiuchumi. Lakini nimesikitishwa sana, na kwa kweli ni jambo ambalo halijanifurahisha. Yule mkandarasi mwingine wale ZTT. Hawa watu mapema tu serikali iliona kwamba kuna changamoto na ikashauri kwa wenzetu wa World Bank. Mwakilishi wa World Bank yuko hapa? Hakuja. Sasa mimi nadhani mpeleke salamu kwamba sisi pamoja na kwamba wanatusaidia, lakini si vyema wakaleta wakandarasi ambao hawana viwango. Kadhia hii ilionekana mapema, serikali ikashauri, lakini bado wakaamua kumrejesha mkandarasi yule yule. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, maelekezo yangu kwenye hili, wale wakandarasi mkae nao, halafu mtafute namna bora ya mradi huu kukamilika kwa haraka iwezekanavyo. Baada ya hatua hiyo, sisi serikali tutaangalia uwezekano. Pia umetoa rai nzuri ya kuzungumza na balozi wao kwamba hii kampuni sisi hatupaswi wala hatuhitaji kufanya nayo kazi tena hapa Zanzibar kwa namna yoyote. Na ingekuwa tumewapa kazi sisi serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, leo hapa ndo ingekuwa mwisho wa kampuni hii kufanya kazi. Wasingeingia tena site pahala popote. Lakini kwa sababu mkataba huu ni wa World Bank na kule kuna masharti yake, naomba sana tufuate utaratibu. Zile taratibu tuzifuate ili tusije tukakiuka yale matakwa ya World Bank, lakini pia tuoneshe kutokuridhishwa na kampuni hii. Sasa kwa sababu haya yamekaa vizuri na Mheshimiwa Waziri ameeleza maeneo mengine mengi ambayo tunakusudia kuzalisha umeme, mimi naiona Zanzibar yenye nishati ya umeme baada ya muda si mrefu sana. Hizi changamoto ndogo ndogo tutaweza kuziondosha. Kazi hii ambayo Mheshimiwa Rais kwa maksudi mazima ameifanya, kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru, tuna kila sababu ya kumpongeza, na tuna kila sababu ya kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuyatekeleza majukumu haya vizuri. Tuambie wananchi wenzetu wa Zanzibar, kazi hii inayofanywa inalenga kuwapa huduma bora, kuwapa uchumi imara, lakini kuendelea kufaidika na Zanzibar ambayo walio wengi wanakuja sasa. Maana kizazi kijacho kinakuja kwa asilimia zaidi ya 3.7. Kwa kweli ni kizazi kingi, kitakapokuja kitaweza kufaidika na nishati hizi ambazo sasa hivi tunakwenda kuzifanyia kazi. Mradi huu umefikia asilimia 75 na tunategemea kumalizika mwezi Novemba mwaka huu. Ni moja katika component ile ya substation ambayo gharama yake ni karibu dola 23 milioni kabla ya VAT. Na burning rate kwa sasa kwa component hiyo tayari ishafikia asilimia 80, na tunategemea kwamba mjenzi huyu atapokamilisha mwezi Novemba tutakotamalizia malipo ya mwisho, lakini tunaweza kuwa na changamoto ya kumlipa ziada kwa kusubiri. Naomba kwa